إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، kila mmoja wetu wasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala ahimiza waja wake jambo la iman na jambo la kufanya amali njema. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika kitabu chake malipo makubwa ya wale watakaofanya wema. Inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haupotezi ajri ya wale wanaofanya mema. Miongoni mwa matunda ya mja kufanya mema ni kuishi maisha mazuri hapa duniani na kesho akhira. Na hii ni dhamana aliyoitoa Allah subhanahu wa ta'ala na kusema: man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, yoyote atakayefanya mema, awe ni mume au ni mke, kwa sharti awe ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala amwahidi kuwa atampa maisha mazuri, na haya si hapa duniani na kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala awaahidi na kusema: walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Sikuwa ataishi maisha mema hapa duniani na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala amwahidi malipo makubwa kwa yale mema aliyoyafanya katika huu ulimwengu. Ibadallah, watu wa peponi watakapoingia peponi, katika maneno mazuri watakayoambiwa: kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyami alkhaliya. Watapongezwa watu wa peponi na kuambiwa wale na wanywe kwa uzuri chakula kitakachowashukia katika matumbo yao na katika miili yao, hakitakuwa na madhara ya aina yoyote. Kadhalika kinywaji watakachopewa kesho akhira. Kisha watakumbushwa haya, sababu yake ni yale mlioyatenda katika masiku yaliyopita, na masiku hayo ndiyo mimi na wewe leo tuyaishi. Ikiwa tutataka kuwa katika hawa watakaoambiwa maneno haya mazuri kesho watakapoingia peponi, basi haya masiku tunayoyaishi ndiyo al-ayyamul khaliya yaliyotajwa katika hii aya. Maadamu uko hapa duniani, mwanadamu jibidishe sana kufanya amali njema,
ili ukapumzike kesho akhira. Ibadallah, tukiyasema haya ni kuwa Muislamu unapoingia msimu wa kheri atakikana achangamke katika kufanya ibada na ajibidishe sana kuliko masiku ya kawaida. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna masiku ambayo amali njema yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya 10 ya Dhulhijja. Masahaba wakamwambia ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, bimaana masiku haya 10 anayefanya amali njema yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko jihad fi sabilillah katika masiku mengine yasiyokuwa haya 10. Qala wala aljihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa yule aliyetoka na mali yake na nafsi yake kisha kisirudi chochote nyumbani, huyu peke yake amali yake ya jihad itakuwa ni bora kuliko aliyefanya amali nyinginezo katika masiku haya 10. Fa Allah ibadallah, masiku haya yako mbele yetu. Kama vile tulivyojiandaa katika mwezi wa Ramadhani kufanya kheri, basi kuna masiku ambayo ni bora zaidi hata kushinda michana ya siku ya Ramadhani. Pamoja na kuwa siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani usiku wake ni mbora kuliko usiku wote kwa sababu ya kupatikana kwa Lailatul Qadr, basi masiku haya 10 michana yake ni bora kuliko mchana wa siku yoyote katika mwaka huu kwa sababu ndani yake kuna siku ya Arafa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana kufanya matendo mema katika masiku haya 10. Na hapa alipotaja ubora wa masiku haya 10 ni kwa sababu ya kutuhimiza kufanya kheri, tukiwa tutambua kuwa ndiyo masiku ambayo amali yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna baadhi ya ibada ambazo amezikokoteza zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake kuzifanya katika masiku haya. Miongoni mwa ibada hizo ni ibada tukufu ya haji, ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Ikiwa Muislamu amejaaliwa kufanya haji katika masiku hayo 10, basi ni neema na fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ajibidishe haji yake, iwe ndani yake kuna ikhlas na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aifanye ile haji kama alivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema litakhudhu anni manasikakum. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kufuatanisha umra baada ya umra ni sababu ya mja kusamehewa madhambi yake madogo baina ya umra ya kwanza na ya pili, na haji itakayokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni ile iliyofanywa kwa ikhlas na kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatekeleza Muislamu nguzo za haji na wajibat alhajj, akajaribu kwa kadri anavyoweza kufanya yanayopendekezwa katika ibada yake ya haji. Laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haji hii haina malipo mbele ya Allah isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akihimiza bali kwa vitendo
jambo la kufunga saumu katika masiku haya, na haswa siku ya Arafa. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه الإمام مسلم. aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu thawabu ya kufunga siku ya Arafa ambayo ni tarehe 9. Kwa hivyo katika masiku haya 10, ikiwa Muislamu ataweza kuyafunga masiku yote, yaingia siyam katika al-amalu salih, na ikiwa atashindwa basi asishindwe kuifunga siku ya 9. Hii siku ya 9 ya Arafa, kwa wale ambao hawako katika ibada ya hija, ni sunna iliyokokotezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na malipo yake ni kuwa atasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja katika madhambi yake madogo. Ibadallah, ni masiku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana kuleta tasbih subhanallah, kuleta tahmid alhamdulillah, kuleta tahlil la ilaha illa Allah na takbir Allahu akbar. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. رواه الإمام أحمد. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna masiku ambayo amali njema ni adhimu, ni kubwa zaidi mbele ya Allah na yapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko masiku haya 10. Basi kithirishani kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Na hii ni sunna ambayo wengi katika watu wameigura. Ibn Umar radhiyallahu anhuma na sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu walikuwa wakitoka katika masoko wakileta takbira katika masiku haya 10, na hizi ni zile takbira mutlaqan, hazikufungamana na baada ya swala. Walikuwa wakitembea wakileta takbira Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamd, ili kuwakumbusha Waislamu jambo hili la kheri kubwa ambalo atakikana alikithirisha Muislamu katika masiku haya. Ibadallah, amali njema ni nyingi mno: kusoma Qur'an, kuunganisha kizazi, kuwafanyia wema majirani, kuwasaidia maskini. Kila amali njema unaoijua unaweza kuifanya, jaribu kwa kadri ya vile atakavyokuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya, ili upate ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.